Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama inaendelea na zoezi la kupambana na kusambaratisha mitandao ya wahalifu wakubwa na wadogo wa dawa za kulevya kwa kuwakamata na kuwafikisha mahakamani sambamba na kutaifisha mali zao zilizopatikana kutokana na chumo haramu la dawa za kulevya ili kupunguza nguvu ya wahalifu hao. Ndugu waandishi wa habari, mnamo tarehe 5 mwezi wa 11 2024, Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar ilifanya operation maalum katika mkoa wa Mjini Magharibi na kufanikiwa kukamata watuhumiwa wawili ambao ni Ali Macho almaarufu, lakini jina lake halisi ni Ali Mohamed Ali, jina lake hilo hapo, miaka 34, mkazi wa Mpendai, na mwingine ni Fahadi Ali Khamis, miaka 34, mkazi wa Michenzani, na bosi wao mkubwa ni Saidi Seif Salum almaarufu anajiita Obama. Na watuhumiwa hao tayari wawili hao wameshafikishwa kwenye muhimili wa mahakama kujibu tuhuma zinazowakabili. Watuhumiwa hao walipohojiwa walieleza kuwa dawa za kulevya walipewa na bosi wao anayefahamika kwa jina la Saidi Seif Salum almaarufu Saidi Obama, mkazi wa Zanzibar, Dar es Salaam na Kenya. Mtuhumiwa huyo bado tunaendelea kumtafuta. Akitiwa mikononi atafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria. Aidha, atakayefanikisha kukamata kwa mtuhumiwa huyo pamoja na kubaini mali zake zilizoko Zanzibar na nje ya Zanzibar atazawadiwa kiasi cha Tanzania shilingi milioni 10. Ndugu waandishi wa habari, imebainika kuwa mtuhumiwa huyo anafanya uhalifu wa dawa za kulevya katika eneo la Afrika Mashariki na amekuwa akishirikiana na mitandao mikubwa ya kihalifu ya kimataifa kwa kuingiza dawa za kulevya kutoka nchini Afghanistan na kusambaza katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa muda mrefu. Sasa kwa misingi hiyo na kwa uwezo niliopewa chini ya kifungu cha 73(1) cha sheria ya Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya, sheria namba 8 ya mwaka 2021, na baada ya kuzingatia matakwa ya kifungu cha 71 cha sheria hiyo, mimi Kanali Burhan Zuberi Nassor, kamishna mkuu wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar, nimetaifisha nyumba ya mtuhumiwa huyo iliyopo eneo la Mtendeni, wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi, yenye thamani ya Tanzania shilingi milioni 966,000 kuwa ni mali ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Aidha, mtu yeyote ambaye hajaridhika na tamko hili anaweza kuiomba mahakama kufanya mapitio na ombi lake ambalo linatakiwa kuwasilishwa mahakamani ndani ya siku 30 kutoka tarehe ya leo kama inavyoelekezwa katika kifungu cha 73(4) cha sheria namba 8 ya mwaka 2021 sheria ya Zanzibar. Ndugu waandishi wa habari, napenda kuwataarifu kuwa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya ipo katika wiki ya maadhimisho ya siku ya kimataifa duniani ya kupiga vita biashara haramu ya dawa za kulevya ifikapo tarehe 26 Juni ya kila mwaka, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu ni wekeza katika kinga na tiba dhidi ya dawa za kulevya, ikiwa na maana kuwa serikali, jamii na wadau mbalimbali kushirikiana kwa pamoja katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya, na pia waongeze nguvu zaidi katika kubaini na kuzuia watu ambao hawajaathirika na dawa za kulevya wasitumbukie katika janga la matumizi ya dawa za kulevya, na walioathirika wapatiwe tiba stahiki kuacha uraibu wa dawa za kulevya.
Tuna kauli mbiu tunasema kwamba mama mlee mwanao. Ndugu waandishi wa habari, katika kuendelea kusaidia jamii kupunguza tatizo la waraibu wa dawa za kulevya, mamlaka inatangaza nafasi 10 kwa vijana walio na hiari ya kuacha matumizi ya dawa za kulevya wenye umri kuanzia miaka 18 hadi 35. Vijana watakaojitokeza watapatiwa matibabu bure ya upataji nafuu pamoja na kufundishwa stadi za kazi, kwa maana watafundishwa ufugaji, kilimo, fundi gereji, fundi cherehani ya ushoni na kurekebishwa tabia zao katika kituo chetu kilichopo Kidimu. Aidha, nitoe wito kwa taasisi mbalimbali, wafadhili, viongozi wa dini na wanasiasa, wabunge na wawakilishi kuguswa katika janga hili kwa kuhamasisha kuacha matumizi ya dawa za kulevya na kuwachangia gharama za matibabu waraibu waliopo katika maeneo yao na maeneo mengine ya Zanzibar. Mwisho, napenda kutoa rai kwa wananchi wote kuendelea kudumisha amani, utulivu na usalama wa nchi yetu, hasa katika kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu. Aidha, waendelee kutuunga mkono kwa kuwafichua wafanyabiashara haramu wa dawa za kulevya katika maeneo yao kwa kupiga simu moja kwa moja ya kamishna mkuu ambayo ni namba 0674 77 7772 au simu ya kituo cha kupokea taarifa ni simu namba 0774 33 00. Asanteni sana kwa kunisikiliza.